dini mbalimbali. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya na uzima na kutuwezesha kukutana kwenye kikao hiki kitukufu, niseme hivyo, kwa maana ya makusudio na malengo yake ni kwa ajili ya ustawi na mustakabali mwema wa taifa letu. Waheshimiwa meza kuu, waheshimiwa viongozi wa dini, mimi nijikite kwenye umuhimu wa taifa baada ya dini. Kwa Kiarabu tunasema ahmiyatul watan baada din, umuhimu wa taifa baada ya dini, kwa maana kwamba mtu hana kitu cha thamani baada ya dini. Yaani ukishaondoa tu ile dini, kitu kingine cha muhimu na cha thamani katika maisha yake ni taifa lake. Kulipenda taifa sisi tunasema ni hubun fitriyun, ni hisia za asili, na jambo hilo Mwenyezi Mungu ameliweka kwa viumbe vyote: samaki baharini, wanyama msituni, ndege kwenye viota vyao, na watu kutoka kwenye maeneo waliozaliwa kukulia, ambayo hapo ndipo kutakuwa na msingi wa maisha yao. Na sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alitufundisha thamani ya taifa, thamani ya sehemu mtu anayotoka. Unafahamu katika historia yetu sisi kwamba kulikuwa na mivutano, na hii imetokea kwa mitume na manabii wengi. Pale wanapokuja na ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutakuwa na upinzani kutoka kwenye jamii hiyo, ama kutokana na viongozi wenye mamlaka kwenye eneo hilo, kwa kuhofia ule utawala wao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi kukutana na hiyo changamoto mpaka akalazimika kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Sasa wakati anatoka pale Maka kwenda Madina, akasimama pembeni akatazama mji wa Maka, na akasema kwetu sisi Waislamu maneno maarufu sana kwamba kama sio watu wako kunilazimisha kutoka kwenye mji huu, basi nisingeweza kuishi sehemu nyingine yoyote tofauti na Maka. Mtume anatufundisha umuhimu wa kuipenda nchi, na kupitia dini yetu sisi iko misingi inayoweza kudumisha amani hiyo. Yaani taifa lako baada ya kulipenda, kuna ule wajibu wako wewe kama raia. Wajibu huo ni kuhakikisha amani, ni kuhakikisha unachangia katika maendeleo ya taifa lako, unapinga vitendo vya ufisadi na uporaji wa rasilimali, lakini pia hata ule mmomonyoko wa maadili. Yaani lazima hivyo kama raia mwema uwe navyo. Tunafundishwa hivyo sisi na dini. Na Nabii Ibrahimu alayhi salam kwenye Qur'ani, sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia aliomba, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarat, kwamba Mola wangu ninakuomba. Nabii Ibrahimu sisi wote tunakubali kama baba wa imani. Yeye kupitia Qur'ani anatufundisha huo muhimu wa mwananchi kuiombea amani nchi yake. Rabbi ja'al hadha baladan amina, ewe Mola wangu ujalie huu mji uwe wa amani. Alafu la pili akasema warzuq ahlahu minath thamarati, na waruzuku watu wake matunda. Kwenye maombi haya ya Nabii Ibrahimu aliweka mbele vitu viwili vya msingi.
kwanza amani ya nchi yake. Lakini pili, tunaposema waruzuku ahlahu minathamarati, waruzuku watu wa mji huu matunda, akimaanisha anaomba ustawi na maendeleo. Kutanguliza amani kabla ya maendeleo maana yake nini? Maana yake ni kwamba hakutokuwa na maendeleo sehemu ambayo hakuna amani. Hakutokuwa na ustawi wa taifa hilo kama hakuna amani. Baadhi ya vitu ambavyo leo vimezua mjadala, Baba Askofu amezungumzia hilo lililotokea hapa, na mimi nimeona Sheikh Kabeke ameapia kwenye baadhi ya kurasa za mitandao ya kijamii akisema hakuna haki bila amani, na watu wakamchallenge kwenye hilo. Lakini ukweli ulivyo, elimu ni haki ya kila raia. Sisi kwenye Uislamu tunasema elimu ni haki ya kila Muislamu, mwanaume na mwanamke. Haki hii unaipataje kama hakuna amani? Mzazi gani atakayeruhusu mwanae aende shule wakati tayari mtaani kumenuka? Ni daktari gani ambaye atakwenda kutimiza? Mgonjwa ni haki yake kutibiwa, ni haki yake kupata matibabu, na ni wajibu wa serikali kuhakikisha wake. Haya, tunaipataje hiyo haki ya matibabu? Mitaani kuna mabomu. Juzi nimetoa mfano tulipokuwa kwenye Maulidi Nzega, ilipotokea mlipuko ule wa mabomu kule Gongo la Mboto. Yale mabomu yamelipuka yenyewe tu, lakini ule mshtuko wake na taharuki ilivyokuwa, wako watu wametoka sokoni hawakujua wamefikaje barabarani. Nani atakumbuka matunda yake? Kwa hiyo wako wanao challenge hivyo, na kama alivyosema Baba Askofu kwamba sisi kwenye Uislamu tunasema kuna ile hakul huria, you have right to choose. Unayo hiyo haki ya kuchagua. Umechagua kuona kwamba wewe kwako haki nini? Haki ndio kitu cha kwanza na kipaumbele, lakini sisi wengine tunaona amani ndio kipaumbele cha kwanza ili hizo haki zipatikane. Kwa hiyo nifupishe kutokana na muda wenyewe jinsi ulivyo, kwamba tunayo haki ya kuendelea kuomba amani, lakini haitoshi tu kuomba. Ni lazima pia vitendo vyetu tuhakikishie amani ya taifa letu. Huyu aliyeomba amani, Nabii Ibrahim, tunasema ni kiongozi. Maana kila mmoja abebe jukumu lake. Kiongozi awe kwa mfano kwenye chaguzi zetu hizi, hiyo tarehe 29 Oktoba tunapokwenda kuchagua, pamoja na kwamba kila mmoja anatuahidi pepo duniani, lakini pia atuhakikishie ile kudumisha amani na utulivu, kama alivyotupa mzee wetu historia ya amani yetu hapa. Na sisi pia wananchi tuhakikishe vitendo vyetu haviungi mkono swala la kuharibu amani na utulivu wa taifa letu. Mwisho, nimeambiwa na dakika moja, yeyote anayetishia usalama wa nchi anatishia pia usalama wa dini yake bila kujua. Dini haiwezi kukaa hewani. Haiwezi kukaa hewani. Utahitaji kuwa na ardhi ujenge msikiti, utahitaji ardhi ujenge kanisa, utahitaji waumini. Sasa kama nchi haina amani, wewe waumini wako watakujaje kanisani au watakujaje msikitini? Hilo eneo la kujenga msikiti au kanisa utalipata wapi kama taifa lenyewe hilo halina? Maana kuna wakati vijana wanahamasishwa tu, au kuna baadhi ya viongozi wetu pia tena wa dini, na wenyewe inawezekana. Hatuwezi kusema ni bahasha kama tunavyoambiwa sisi. Sisi tunaotaka amani tunaonekana tuna njaa, hasa upande wa Waislamu tunaonekana wanavyotutukana kwenye mitandao. Akisimama shehe kuzungumzia amani, na hawa walijaza majuzu sio shule. Wakisimama viongozi wa kanisa inaonekana wao ni bahasha, kwa sababu wao hawakosolewi kwenye upande wa elimu. Sasa inakuwaje anayetaka amani aonekane yeye sio mzalendo? Ila mzalendo wa kweli anayelipenda taifa ni yule anayetaka tuinuke, tusambaratikane hapa, tushindwe kujuana, tushindwe kufahamiana. Naomba kuwasilisha. Haya. Jamani, makofi tena kwa mwakilishaji wetu. Asante sana Sheikh Msafiri.
Basi nichukue nafasi hii kumkaribisha baba askofu